Imam Ghazali anasema tizama moyo wako katika mambo matatu. Istaftih qalbak fi 3 umuri, uulize moyo wako katika mambo matatu. Ukiona moyo wako unabadilika, unaogopa, una change wakati wa mambo matatu, jua kwamba kidogo imani ipo. Lakini ukiona mambo matatu haya yanapita, yanapotajwa na moyo wako haushtuki, fasalillaha an yamnahaka qalban fala qalba lak, muombe Mungu akupe moyo, kwani wewe ni heartless person, huna moyo. Mambo gani? Nasema inda qiraati alquran, ikisoma Qur'ani tizama moyo unakuwaje. Kimsikia imamu anasoma bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, tizama moyo wako na kama ala gani. Utasikia watu wengine wanaburudika, utasikia watu wengine wametoka katika ulimwengu mpaka katika ulimwengu mwingine kwa sababu ya utamu wa Qur'anul Karim. Inda qiraati alquran, wakati wa kusoma Qur'an sal qalbak, utizame moyo wako kwa wapi. Wa inda salah, na wakati wa kusali umesimama, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardh, katika sala uko vipi? Ikiwa katika sala na katika Qur'ani inasoma wala una habari, Qur'ani inasoma wala moyo haubadiliki, uko ndani ya sala ndo mwanzo unapiga mahesabu. Kuna nazi zangu pale, nafikiri leo na kama 200 hivi, zile zikinunuliwa hii Ramadhani nitabadilika tu, sami Allahu liman hamidan, Allahu akbar. Lakini unapokuwa mutmainu katika sala, unamkumbuka Mwenyezi Mungu, moyo upo. Wa inda dhikri almauti, na wakati yanapozungumzwa mauti na kifo, tizama moyo wako unakuwa wapi. Tunazungumza mauti, dola iko ngapi leo? Niambie bwana mkubwa, mambo yanakuwaje, biashara inakwenda vipi? Wala wewe hakikugusi chochote, kana kwamba unapigiwa gita mbuzi, ufahamu chochote, moyo uko pale pale. Basi Imam Ghazali anakuambia is'alillaha qalban, muombe Mungu akupe moyo, bado hujawa na moyo.